tunaposhawishiwa kuingia barabarani kwenda kuharibu nchi yetu, kwenda kuandamana, kwa agenda gani? Ijumaa iliyopita niliwaambia sisi Waislamu tuna agenda zetu. Lakini unaposhawishiwa kuingia barabarani kwa agenda gani? Hilo moja. Pili, wale wanaokushawishi wao wako wapi? Tatu, yaliyotokea tarehe 29, vijana namna walivyokufa kama kuku katika nchi hii, unadhani inakupa hamasa wewe kuingia barabarani kwenda kupoteza uhai wako? Kwa mfano ikatokezea umekufa, unakwenda kujibu nini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Ikatokezea umevunjwa mkono, unakwenda kumwambia nini Allah subhanahu wa ta'ala? Niliwaambia Ijumaa ile kwamba inawezekana unashawishiwa ukaandamane, lakini nyuma kuna agenda ya watu waliokuwa nayo. Ndugu zangu, nchi inapitia kwenye wakati mgumu hivi sasa. Tushikamane kwenye kuitengeneza nchi yetu. Nchi imepata maadui wa nje hivi sasa, nao wanapenetrate kuweza kufanya sabotage kwenye nchi ya Tanzania. Tusiposhikamana sisi wa Tanzania, tunakwenda kuipasua nchi yetu wenyewe. Msisahau wema mliotendeana. Ndugu zangu, nchi yetu ilipotoka huko nyuma, nyinyi mnafahamu, baadhi ya watu ilikuwa ikionekana anamiliki gari, ilikuwa mtu huyo ni mhujumu uchumi. Lakini leo mtu ana magari 4, 5. Tunazungumzia miaka ya mbali sana. Juzi hapa mheshimiwa alofariki juzi mpaka anaingia huyu Mama Samia, ilifika mahala wafanyabiashara walihama katika nchi hii. Ilifika mahala kuna baadhi ya watu wakahama katika nchi hii, wakakimbia katika nchi nyingine. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala kwa uwezo wake, huyu mama kiongozi wa nchi akawarejesha katika nchi. Wakun minashakirin, tuwe ni waja wenye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tansawul fadla bainakum, msisahau wema mnaotendeana. Msisahau wema mnaotendeana. Ilifika mahala hapa mtu ulikuwa kama una 1500 wakati wa mjomba, kila mmoja anajua una 1500 ulikuwa unaiheshimu. Ilifika mahala hapa kila mtu alikuwa analalamika upande wake. Ilifika mahala hapa ilikuwa hakuna kusema fyoko, watu wote walikuwa kimya. Lakini baada ya hapo alipoingia rais huyu, kila mmoja akawa yuko huru anafanya biashara zake, watu wakafunguliwa akaunti, wengine waliokuwa nje wakakimbia wakarudi, ambao hawakulipwa wakalipwa. Wakun minashakirin, tuwe ni waja wenye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Tusisahau fadhila tunazofanyiana, tusisahau wema tunaotendeana. Lakini ajabu ya wanadamu, yule aliyekuwa anawafanyia wema, na ndio huyo leo anamfanya kuwa adui, lakini mbaya zaidi wanataka kwenda kumwangamiza. Wazee wetu nyuma wakati wanapambania taifa hili walikuwa wanatofautiana katika mitazamo mbalimbali, lakini haikufikia mahala wakawa wanaingia barabarani kwenda kuandamana kuharibu kile ambacho walichokuwa wamekitengeneza. Haijafikia hatua hiyo, haikufikia hatua hiyo. Lakini leo inawezekana watu wanatofautiana, na lazima tutofautiane. Lazima tutofautiane, ndio Mwenyezi Mungu alivyoumba, na haiwezekani tukakubaliana wote, haiwezekani. Lakini tunapokuwa tunatofautiana, maslahi ya nchi yetu iwe ni first priority, kiwe ndo kipaumbele cha kwanza kuilinda nchi yetu. Tusiwe watu wa kwanza kuiharibu nchi yetu, tumeijenga kwa gharama kubwa. Juzi tumeona hapa vijana wanaingia barabarani wanaharibu mwendo kasi. Juzi tumeona hapa vijana wanaingia barabarani wanavunja maduka ya watu. Juzi tumeona hapa vijana wanakwenda kuchoma nyumba za watu. Juzi tumeona hapa vijana wanaingia kwenye majumba ya watu wanawakata watu vidole waliokwenda kupiga kura. Nchi hii haikufikia kwenye kiwango hiko bado. Tunaandamana kwenda kutafuta haki. Haya, kituo cha basi cha mwendo kasi kinahusika nini? Kuna mtu kachukua mkopo wake wa milioni 100 benki kafungua biashara. Wewe unakwenda kuvunja duka lake, unakwenda kuiba. Haya, haki yako na haki ya yule, mbona unamnyang'anya yule haki yake? Uone kama unamnyang'anya yule haki yake, unapigania haki wa duka la mtu. Leo Kimara, nilikuwa natazama kwenye mtandao Kimara. Wakazi wa Kimara wanalalamika kwamba magari hakuna, watembea kwa mguu.
Kuna mmoja akasema, akawa anatoa rai kwa wananchi wenzie kwamba mabasi ya mwendo kasi yakirudi, jamani tusichome moto. Yani sasa inaonekana washatubu, hali ishakuwa mbaya. Kwa kila mmoja anaona ile neema ikishamuondoka ndio anajua kwamba ala, kumbe ile ilikuwa ni neema. Mkiwa nayo hamuioni. Leo mnaona tuna amani hapa, lakini ikiondoka ndo mtajua umuhimu wa amani. Ndugu zangu, awali ya yote, baada ya kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala na kumtakia ziada za rahma kipenzi chetu na kipenzi cha Allah bwana mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, napenda kuchukua fursa hii kuwahusia ndugu zangu pamoja na kuihusia nafsi yangu katika suala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Mafanikio ya mwanadamu anayoweza kuyapata hapa duniani na kesho akhira yamewekwa katika suala zima la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Na wanawachuoni wametueleza maana ya taqwa Allah hiya tuhallilul halala wa tuharrimul harama, ni kuhalalisha yale yote aliyoyahalalisha Allah subhanahu wa ta'ala na kuharamisha yale yote aliyoyaharamisha Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, Mwenyezi Mungu mtukufu subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani anasema, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, kama mtaanza kuzihesabu neema za Allah subhanahu wa ta'ala zilizokuwa juu yenu, mlizoneemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala, kamwe hamuwezi kudhibiti hesabu yake. Ndugu zangu, kawaida ya mwanadamu anapopewa neema na Allah subhanahu wa ta'ala lazima akumbuke kurudisha shukrani kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio maana Mwenyezi Mungu mtukufu subhanahu wa ta'ala alipokuwa anamuelezea Luqman, walaqad atayna Luqmana alhikmata anishkur lillah, Mwenyezi Mungu anasema kwa hakika tulimpa Luqmani hekima ili amshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Na tunajua hekima ni katika miongoni mwa neema kubwa za Allah subhanahu wa ta'ala. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan kathira, yule ambaye aliyepewa hekima na Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu anasema kwa hakika amempa neema zilizokuwa kubwa kabisa. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu alipojua ya kwamba amempa neema ya hikma Luqmani, akasema walaqad atayna Luqmana alhikmata anishkur lillah, tulimpa neema ya hikma Luqmani ili aweze kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man yashkuru fa innama yashkuru li nafsi. Hiyo shukrani ni jambo kubwa sana mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala katika neema mbalimbali alizokuwa ametuneemesha. Al-Imam Ali karramallahu wajha ana maneno yake, anasema inna an-ni'mata mawsulatun bishukri, neema yoyote aliyogewa mwanadamu inatakiwa iambatane na shukurani. Washukuru mutaalliqu bilmazidi, na mwanadamu anapokuwa amekumbuka kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala, mwanadamu akawa ni mwingi wa kushukuru, atambue ya kwamba atazidishiwa na Allah subhanahu wa ta'ala pale ambapo anapokuwa anamshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Walan yanqati almazidu min Allah, na haiwezi kupungua ziada kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala hatta yanqati ashukuru min alabdi, mpaka mwanadamu atakapokuwa ameacha kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Maana yake ni kwamba pale ambapo mwanadamu anapokuwa ameneemeshwa kwa neema mbalimbali na akakumbuka kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala,
ajue ya kwamba ataendelea kuzidishiwa katika neema aliyokuwa nayo, kwa sababu shukrani imeambatana na ziada. Yani unapomkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala, Mwenyezi Mungu anajua mja wangu amenikumbuka na anashukuru katika neema niliyompa. Mwenyezi Mungu anakuzidishia katika neema uliyokuwa nayo. Lakini ziada inaweza ikakoma, ziada inaweza ikasita kutoka kwa Allah subhanahu wa ta'ala pale ambapo mwanadamu atakapokuwa ameacha kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani anasema, wa khalilun min ibadi ya shakur, wachache sana katika waja wangu ndio ambao wanakumbuka kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Wa khalilun min ibadi ya shakur, wachache wanakumbuka kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, zipo neema mbalimbali Allah subhanahu wa ta'ala alizotupa. Miongoni mwa neema kubwa Allah subhanahu wa ta'ala aliyotupa ni neema ya kuwa na nchi iliyokuwa na amani. Hii ni katika miongoni mwa neema kubwa za Allah subhanahu wa ta'ala. Na ukitaka kulijua kwamba hili ni neema kubwa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, unaweza kuwatazama wale ambao walioondokewa na neema kama hii ya amani katika nchi mbalimbali. Watazame Sudani hivi sasa, maisha yao na hali yao waliokuwa nayo, na namna watu wanavyokufa kwa njaa, kwa machafuko. Tazama katika ardhi ya Gaza, maisha ya watu wa Gaza yalivyokuwa. Tazama katika nchi ya Kongo, tazama katika nchi ya Afrika ya Kati na baadhi ya nchi nyingi ambazo leo amani imetoweka. Kama ukienda kuwauliza wale ni kitu gani wanakitamani kwenye maisha yao kwa sasa, watakwambia ya kwamba neema wanayoitamani ni kitu kinaitwa amani. Kwa hiyo sisi wa Tanzania, Mwenyezi Mungu ametuneemesha kwa neema hii ya kuwa na nchi iliyokuwa na amani. Lakini sio nchi iliyokuwa na amani pekee, bali ni nchi iliyokuwa na kila kitu ndani yake. Waarabu Mwenyezi Mungu amewapa mafuta, lakini ardhi ya Waarabu huwezi ukaenda ukapanda mchicha ukamea katika ardhi ya Waarabu. Huwezi ukaenda Uarabuni ukaenda ukalima miogo ukapata miogo Uarabuni. Kuna baadhi ya neema Allah subhanahu wa ta'ala amewaondoshea, lakini Tanzania kuna kila kitu unachokijua wewe. Hii inaonyesha wazi kwamba tumeneemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Tukumbuke kushukuru katika neema hii tuliogewa na Allah subhanahu wa ta'ala, lakini pia tukumbuke ya kwamba thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im, tutakwenda kuulizwa kwa neema hii tuliogewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Hatutoachwa bure ya jamaa. Mwenyezi Mungu yaumul qiyama hatotuacha bure, atatuuliza juu ya neema ya amani aliyotupa. Ni namna gani tuliweza kuitunza, ni namna gani tuliweza kuitunza nchi yetu kwa neema mbalimbali. Thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im, tutakwenda kuulizwa kwa neema mbalimbali tulizogewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani anasema, wa kum minashakirin, kuweni katika miongoni mwa watu wenye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kum minashakirin, kuweni katika miongoni mwa watu wenye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Usiwe ni mtu ambaye unakufuru neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Mwenyezi Mungu amekupa neema ya kuwa na nchi nzuri kama hii, kisha wewe ukawa ni sababu ya kuiondosha ile neema, kisha wewe ikawa ni sababu ya kupelekea machafuko ile neema ikaondoka. Thumma latus'alunna yawma idhin 'anil na'im, tutakwenda kuulizwa kwa neema hii tuliogewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, nchi yetu ilipotoka na sasa tukiitazama, tutagundua kwamba tumegewa neema na Allah subhanahu wa ta'ala. Ukitazama miaka 50 au 60 nyuma iliyopita, na ukitazama maendeleo yaliyopatikana katika nchi yetu leo, unaweza ukaona namna gani Allah subhanahu wa ta'ala ametuneemesha.
waliokuwa watu wazima watakuwa wanakumbuka kidogo. Zamani ilifika hatua ukikutwa na sukari kilo 4 wewe unapata kesi ya uhujumu uchumi. Zamani ilikuwa inafikia mahala kipindi cha njaa watu wanakwenda kupanga foleni kwa ajili ya kusubiria unga wa njano. Zamani ilikuwa mwanamke anavaa kaniki, zile shuka nyeusi ndio ilikuwa nguo ya thamani. Wanaume walikuwa wanavaa vitambaa vya sanda, ndio maisha yaliyokuwa zamani, na mtu alikuwa anaonekana ndio mwenye heshima, ndio mwenye maisha mazuri. Hivyo ndivyo hali ilivyokuwa katika maisha ya nyuma. Zamani ilikuwa mtu akionekana ana baiskeli, anaonekana yeye ana maisha mazuri zaidi. Lakini tazama kiwango cha maendeleo na neema mbalimbali alizotuneemesha Allah subhanahu wa ta'ala tangu tulipotoka mpaka leo. Inawezekana kuna vijana wa leo ambao wanajiita Gen Z. Mimi napenda kuwaita Gen Zero. Manake vijana wengi wanakuwa wajitambui. Na ndio ukaona wale wazee wanawaona wamepitwa na wakati. Kumbe wao ndio wamepitwa na wakati. Kwa sababu wazee wameona zama zilizopita na hizi wanaziona. Lakini wao zama zilizopita hawajaziona. Kwa hiyo wanawaona wale wazee kuwa ni washamba, hawajui maisha, ila wao wanajiona ndio wajanja. Kumbe wao ndio wajinga. Kwa hiyo sio Gen Z, hawa ni Gen Zero. Ni vijana ambao wanakuwa hawajitambui. Sasa ukikaa na watu wazima ukiwauliza nchi ilipotoka miaka 60 ya nyuma au 50 nyuma, miaka hiyo iliyopita, na ukitazama leo maisha yalivyo, je, usawa wake upoje? Ukiwauliza wazee watakwambia. Mimi kwa akili yangu ndogo mpaka napata umri wangu ilifika mahala kupata gari ya kutoka Buguruni kwenda kwetu Msanga Ngongere ilikuwa unakaa siku 2 stendi pale Buguruni unasubiria gari. Na gari inasafiri wakati mwingine siku 2 mko njiani. Safari ya kutoka Buguruni kuelekea Msanga Ngongere. Siku 2 barabara mbovu haipitiki. Leo unatoka hapa unakwenda Msanga Ngongere kwa lisali moja, zamani siku 2. Zamani Bagamoyo inafika mahara gari moja ikipita na safari siku ya kwenda mjini hauna, labda utembee kwa mguu. Leo unafanya choice ya kuchagua, unaingia kwenye simu, una bolti, pikipiki, bajaji, gari, unataka nini? Hata chakula unaweza kuagiza ukiwa nyumbani kwako. Maana yake nchi imepiga hatua. Hizi ni neema za Allah subhanahu wa ta'ala. Wa kun minashakirin, kuweni waja wenye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Tuwe ni wanadamu wenye kukumbuka fadhila za Allah subhanahu wa ta'ala. Na Mwenyezi Mungu mtukufu subhanahu wa ta'ala ndani ya Qur'ani anasema wala tansawul fadla bainakum, msisahau wema mliotendeana. Ukisahau wema uliotendewa utakuwa ni mwepesi wa kuweza kusahau kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini ukikumbuka fadla na neema mbalimbali za Allah na wema uliotendewa, unaweza ukamshukuru mwanadamu mwenzio, lakini pia unaweza ukakumbuka kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, wazee wetu waliopita nchi hii waliijenga kwa jasho na damu. Nchi hii tunayoiona leo, vijana tunaringa, tunatembea kwenye flyover, tunatembea kwenye mwendo kasi, tuna ndege, tuna kila kitu. Nchi hii kuna watu walivuja jasho mpaka leo unaiona nchi ipo katika hali hii. Kuna watu walisacrifice maisha yao, kuna watu walisacrifice mali zao wakatoa ili watu waweze kuipigania nchi hii iweze kufika hapa leo ilipokuwepo. Kwa hiyo sio jambo unaloliona limekuja from nowhere, hapana. Kuna watu wamevuja jasho mpaka leo Tanzania unaiona hivi. Itakuwa ni jambo la ajabu sana kijana wa leo kaletewa neema kama hii, na kuna watu matunda haya tunayoyapata leo hawajayafaidi na wametoa jasho lao, kisha wewe ukawa mstari wa mbele kwenda kuivuruga neema kama hii tuliogewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma la tusaluna yawma idhin 'anil na'im, tutakwenda kuulizwa vijana wenzangu ni kwa namna gani tuliitumia neema hii ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tansawul fadla bainakum, msisahau wema mliotendeana. Ndugu zangu, nchi yetu ilipotoka huko nyuma, nyinyi mnafahamu,
baadhi ya watu ilikuwa ikionekana anamiliki gari, ilikuwa mtu huyo ni mhujumu uchumi. Lakini leo mtu ana magari 4, 5. Tunazungumzia miaka ya mbali sana. Juzi hapa mheshimiwa alofariki juzi mpaka anaingia huyu Mama Samia, ilifika mahala wafanyabiashara walihama katika nchi hii. Ilifika mahala kuna baadhi ya watu wakahama katika nchi hii, wakakimbia katika nchi nyingine. Lakini Allah subhanahu wa ta'ala kwa uwezo wake, huyu mama kiongozi wa nchi akawarejesha katika nchi. Wa kun minashakirin, tuwe ni waja wenye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tansawul fadla bainakum, msisahau wema mnaotendeana. Msisahau wema mnaotendeana. Ilifika mahala hapa mtu ulikuwa kama una 1500 wakati wa mjomba, kila mmoja anajua una 1500 ulikuwa unaiheshimu. Ilifika mahala hapa kila mtu alikuwa analalamika upande wake. Ilifika mahala hapa ilikuwa hakuna kusema fyoko, watu wote walikuwa kimya. Lakini baada ya hapo alipoingia rais huyu, kila mmoja akawa yuko huru anafanya biashara zake, watu wakafunguliwa akaunti, wengine waliokuwa nje wakakimbia wakarudi, ambao hawakulipwa wakalipwa. Wa kun minashakirin, tuwe ni waja wenye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Tusisahau fadhila tunazofanyiana, tusisahau wema tunaotendeana. Lakini ajabu ya wanadamu, yule aliyekuwa anawafanyia wema na ndiyo huyo leo anamfanya kuwa adui, lakini mbaya zaidi wanataka kwenda kumwangamiza. Wa kun minashakirin, tuwe ni waja wenye kumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala. Wala tansawul fadla bainakum, msisahau wema mliotendeana. Lau kama ukimuuliza mtu, bwana hebu niambie, kwani wewe huyu kakufanya nini? Mtu majibu ya msingi yana, bali ile chuki tu aliyokuwa nayo. Na kimsingi ni kwamba katika sunna ya maisha hakuna anayeweza kuwaridhisha watu wote. Sayyiduna Ali ana maneno yake, anasema ridha nas ghayatun la tudrak, kuwaridhisha wanadamu wote haiwezekani, impossible, not at all, haiwezekani. Hata mimi hapa ni imamu, kuna mtu hapa ananchukia from nowhere, sijamkosea lolote, lakini ananchukia. Sasa usijiulize kwa nini ananchukia, ndio mwenendo wa wanadamu. Yani kuna mtu anakuchukia bila sababu, na kuna mtu anakupenda bila ya sababu. Sasa mchukie mtu kuwe na sababu. Lakini unatazama unaona mtu namna alivyokuwa amepambana. Nyinyi mnajua katika nchi kuna baadhi ya watu hapa, wengine walikimbia katika nchi, walipigwa risasi, wakakimbia wakaenda kuishi uhamishoni. Huyu mama alipoingia akaja akamrudisha na akamlipa stahiki zake ambaye alinyimwa na yule mtangulizi. Lakini leo kinachotokea ni nini? Wala tansawul fadla bainakum jamaa, tusisahau wema tunaotendeana. Nani alikuwa anaongea hapa wakati wa mjomba? Ni nani alikuwa anasema fyoko hapa wakati wa mjomba? Tumesahau. Kwa kun minashakirin, tuwe ni watu wenye kushukuru mabwana katika neema mbalimbali. Tusiwe ni watu wenye kushikiwa akili na kuweza kuingia barabarani kwenda kuharibu amani ya nchi hii. Sio sawa. Hii ni neema ya Allah subhanahu wa ta'ala tuliogewa. Tukiharibu neema hii kwa sababu ya kutofautiana mitazamo ya kivyama, mitazamo ya kidini, ya kikabila, thumma la tusalunna yawma idhin 'anil na'im, tutakwenda kuulizwa na Allah subhanahu wa ta'ala kwa hii neema tuliogewa na Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu, ukisoma katika historia watu walitofautiana katika mitazamo mbalimbali. Wazee wetu nyuma wakati wanapambania taifa hili walikuwa wanatofautiana katika mitazamo mbalimbali, lakini haikufikia mahala wakawa wanaingia barabarani kwenda kuandamana kuharibu kile ambacho walichokuwa wamekitengeneza. Haijafikia hatua hiyo, haikufikia hatua hiyo. Lakini leo inawezekana watu wanatofautiana, na lazima tutofautiane, lazima tutofautiane. Ndio Mwenyezi Mungu alivyoumba, na haiwezekani tukakubaliana wote, haiwezekani. Lakini tunapokuwa tunatofautiana, maslahi ya nchi yetu iwe ni first priority, kiwe ndo kipaumbele cha kwanza kuilinda nchi yetu. Tusiwe watu wa kwanza kuiharibu nchi yetu. Tumeijenga kwa gharama kubwa. Juzi tumeona hapa
vijana wanaingia barabarani wanaharibu mwendo kasi. Juzi tumeona hapa vijana wanaingia barabarani wanavunja maduka ya watu. Juzi tumeona hapa vijana wanakwenda kuchoma nyumba za watu. Juzi tumeona hapa vijana wanaingia kwenye majumba ya watu wanawakata watu vidole wao kwenda kupiga kura. Nchi hii haikufikia kwenye kiwango hiko bado. Tunaandamana kwenda kutafuta haki. Haya, kituo cha basi cha mwendo kasi kinahusika nini? Kuna mtu kachukua mkopo wake wa milioni 100 benki kafungua biashara. Wewe unakwenda kuvunja duka lake, unakwenda kuiba. Haya, haki yako na haki ya yule, mbona unamnyang'anya yule haki yake? Uone kama unamnyang'anya yule haki yake, unapigania haki wa duka la mtu. Leo Kimara, nilikuwa natazama kwenye mtandao Kimara. Wakazi wa Kimara wanalalamika kwamba magari hakuna, watembea kwa mguu. Kuna mmoja akasema, akawa anatoa rai kwa wananchi wenzie kwamba mabasi ya mwendo kasi yakirudi, jamani tusichome moto. Yani sasa inaonekana washatubu. Hali ishakuwa mbaya. Kwa kila mmoja anaona ile neema ikishamuondoka ndio anajua kwamba ala, kumbe ile ilikuwa ni neema. Mkiwa nayo hamuioni. Leo mnaona tuna amani hapa, lakini ikiondoka ndo mtajua umuhimu wa amani. Juzi niliwaambia vijana wa Kilibya walishikwa masikio. Vijana wa Libya walishikwa masikio na binti mmoja kutoka nje, akawaaminisha Gaddafi ni dikteta. Nyinyi wote mnakumbuka. Wakaaminisha Gaddafi ni dikteta na wanaishi maisha magumu, hali ya kuwa hakuna nchi Afrika hii hata Ulaya waliokuwa wanaishi maisha mazuri kushinda Libya. Wale vijana walipohamasishwa kwenye mtandao wakaingia barabarani kuanzisha maandamano. Gaddafi akafanikiwa, Marekani wakafanikiwa kumuua Gaddafi. Kinachoendelea Libya leo kila mmoja anajua hapa. Wa Libya wanakimbia nchi yao, wanakwenda kuishi ukimbizini. Boti ya kupanda watu 100 wanapanda watu 500, wanazama baharini. Wakati walikuwa wanapewa nyumba bure, afya bure, elimu bure, utakuwa kila kitu ilikuwa bure. Lakini wakashikiwa akili, wakaiharibu nchi yao. Sudani, binti mmoja hivyo hivyo. Maisha hivi, jamani tuingie barabara, akawahamasisha vijana. Yani mfano wake kama unavyoona Tanzania sasa hivi. Kuna binti mmoja liko Marekani, anawahamasisha vijana wa Kitanzania waingie barabarani. Mkishaharibu hii, yeye hayupo. Hapa itakuwa lumwage, fimbo msagulano. Itakuwa hapakaliki hapa. Tutaharibu neema yetu wenyewe. Kama kuna baadhi ya mambo hayako sawa, tukaeni mezani tuweze kuyarekebisha, tuyaweke sawa. Kama kuna mambo hayako sawa, tukaeni mezani tuyarekebishe, lakini tusiharibu neema tuliogewa na Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha astaghfiruhu innahu al-ghafurur rahim wal barrul karim. Tunaposhawishiwa kuingia barabarani kwenda kuharibu nchi yetu, kwenda kuandamana kwa agenda gani? Ijumaa iliyopita niliwaambia sisi Waislamu tuna agenda zetu. Lakini unaposhawishiwa kuingia barabarani kwa agenda gani? Hilo moja. Pili, wale wanaokushawishi wao wako wapi? Tatu, yaliyotokea tarehe 29, vijana namna walivyokufa kama kuku katika nchi hii. Unadhani inakupa hamasa wewe kuingia barabarani kwenda kupoteza uhai wako? Kwa mfano ikatokezea umekufa, unakwenda kujibu nini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Ikatokezea umevunjwa mkono, unakwenda kumwambia nini Allah subhanahu wa ta'ala? Niliwaambia Ijumaa ile kwamba inawezekana unashawishiwa ukaandamane, lakini nyuma kuna agenda ya watu waliokuwa nayo. Ndugu zangu, nchi inapitia kwenye wakati mgumu hivi sasa. Tushikamane kwenye kuitengeneza nchi yetu. Nchi imepata maadui wa nje hivi sasa, nao wanapenetrate kuweza kufanya sabotage kwenye nchi ya Tanzania. Tusiposhikamana sisi wa Tanzania, tunakwenda kuipasua nchi yetu wenyewe. Tutakuwa hatuna pa kwenda. Wanaotushawishi hawapo front line, hawapo. Kwenye mtandao kila nikiingia nakuta kuna watu 3 4
ndio wanawashawishi. Yani vijana takriban milioni 40 mnashikiwa akili na binti mmoja anatembea uchi yuko Marekani. Wewe kijana wa Kiislamu kweli una akili timamu? Mtu kakaa ndani kwake kwenye gari na kushawishi tarehe 9 ingia barabarani ukaandamane, ruti inaanzia huko, kweli yule anaweza kuwa hoja kwako kwamba umekwenda kufa kwa ajili ya yule? Yani umekwenda kuvunjwa mkono kwa ajili ya yule, anaweza kuwa hoja mbele ya Mwenyezi Mungu? Zinduka kijana mwenzangu, nchi hii ipo haja ya kufanya dua katika kipindi hiki tunachopitia hivi sasa. Ni kipindi kigumu, katika macho ya kawaida huwezi kuona, lakini yaliyokuwa sirini watu waliokuwa nayo ni makubwa. Wallahi wa billah, na kuwapieni, waliokuwa nayo sirini watu ni makubwa, tofauti na watu wanavyoona nje. Watu wana mipango ovu na mibaya kwa ajili ya nchi yetu. Wengine wako ndani na wengine wako nje. Ukikaa nje hivi unaweza ukaongea unajua hivi unajua, lakini lau kama utafunuliwa uonyeshwe namna watu walivyokuwa na mipango ovu na nchi, unaweza ukalia machozi. Kuna mipango ovu na mibaya kutaka kuiharibu Tanzania. Tuwe makini, na hakuna kinachoweza kuivusha nchi yetu kwa sasa isipokuwa ni kumlilia Allah subhanahu wa ta'ala. Sisi Waislamu ndio tuliomlilia Allah ukapatikana uhuru wa nchi hii. Nyie mnajua wakati inaanzishwa AA kabla ya kuja taa, kisha ikaja TANU, kisha ikaja CCM. Wakati wa AA ilikuwa viongozi wanaongoza AA walikuwa ni mashehe katika nchi hii, na wakati wao wakiwemo kina Sheikh Hassan bin Amiri. Ilipokuja TANU halikadhalika, wazee wa Kiislamu ndio waliokuwa wanaongoza harakati mbalimbali za kupigania uhuru wa nchi. Mpaka Nyerere anakwenda kutafuta uhuru, ilikuwa kwanza wazee wafanye dua mbalimbali, mikoa mbalimbali, ndio tunakwenda kupata uhuru unakuja katika nchi. Nyerere anasimulia alikwenda Bagamoyo, akaambiwa na Sheikh Muhammad Ramia afunge, akae na njaa, maana sio kufunga. Waliofunga walikuwa ni wao, sababu sifa ya mtu anayefunga atakiwa ni Muislamu. Yeye akaambiwa lazima hapo ukae na njaa. Kwa sababu gani? Alikuwa amekwenda kwa ajili ya dua. Watu walifunga kwa lengo la kutaka nchi iwe huru, amani iwepo, kuwe na maendeleo. Watu walipambana kwenye dua. Nyinyi mnafahamu kwenye vikao vya TANU, Sheikh Suleiman Takadiri alikuwa ndio mtu ambaye anafungua vikao kwa dua. Waislamu ndio waliokuwa wanapambana kwenye nchi kuiombea, mpaka leo unaiona nchi imefikia katika hatua hii. Niwakumbushe, niliwahi kusimuliwa na babangu mkubwa Mzee Habibu Pembe, alikuwa akiishi Kariakoo, mtamchikichi Breweries nyuma. Ni katika miongoni, Tanzania ilikosa mvua kwa muda wa miaka 10. Miaka ya 50 kuja chini, ilifika hatua Tanzania kulikuwa na ukame, mvua hakuna. Alitoka Sheikh Hassan bin Amiri kutoka Anatoglo pale Mnazi Mmoja, zamani Anatoglo, wakatoka pale na Sheikh Hassan bin Amiri, wanakuja wanasoma dua kuja jangwani kuja kumuomba Allah subhanahu wa ta'ala. Sheikh Hassan bin Amiri anaongoza dua ya Arhamar Rahimin, wanafika Faya, mvua kubwa ikanyesha haijapata kutokea. Lakini aliongoza harakati ile alikuwa ni shekhe, walikuwa ni Waislamu. Tanzania inapata matunda ya kupata mvua. Waislamu ndio waliokuwa wanapambana kwenye nchi hii. Itakuwa ni ajabu wewe kijana wa Kitanzania, kijana wa Kiislamu ambaye hujui historia ya nchi, ukaingia barabarani kwenda kuharibu juhudi za wale wazee. Itakuwa ni jambo la ajabu sana. Kina Sheikh Haidari Mwenye Mvua, kila mmoja anajua historia ya nchi, waliokuwa wanakaa kila Alhamis kumuomba Mwenyezi Mungu nchi iwe na amani. Kulikuwa na watu hao walikuwa wakitaka na Mungu ndo kataka. Yani Dar es Salaam na Tanzania mnaoiona leo, kulikuwa na watu wakimwelekea Allah nchi iwe na amani, na Mungu ndo kataka hivyo hivyo. Namna walivyokuwa wacha Mungu, walikuwa ni wazee wa Kiislamu. Kwa hiyo tunapozungumzia amani na ustawi wa nchi yetu na namna walivyopambana wazee wetu, unazungumzia Waislamu. Hatuwezi sisi kuharibu kazi tuliyoifanya wenyewe. Kwa hiyo ndugu zangu, kipindi hiki tunachopitia ipo haja ya kumlilia Allah subhanahu wa ta'ala. Maadui ni wengi, wa ndani na wa nje, lakini tunaamini kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala inaweza ikawa ni sababu tukavuka salama. Leo wewe una uwezo wa kukimbia, kuna vipofu hawana uwezo wa kuona, watakwenda wapi wale? Kuna walemavu toka nje hapo,
hawawezi kutembea, yakitokea hapa ya kutokea, watakimbiaje wale? Kuna watoto wadogo maskini ya Mungu, wale nao itakuwaje? Kuna wazee, kuna wanawake, itakuwaje? Idha aradta an taf'ala amran fatadabbar aqibatahu, ukitaka kulifanya jambo tazama mwisho wake utakuwaje. Unakwenda kuharibu, kikinuka, je watoto wangu, je wale walemavu, itakuwaje? Tumuelekeni Allah subhanahu wa ta'ala, na Mwenyezi Mungu ashindwe jambo. Hata Ayubu alayhi salam alipopatwa na mtihani alimwelekea Allah subhanahu wa ta'ala, wa Ayuba idh nada rabbahu anni massani dhur wa anta arhamur rahimin. Mwenyezi Mungu, nimepatwa na mtihani lakini wewe ndio arhamur rahimin. Na hii arhamur rahimin ndiyo maneno ambayo Sheikh Hassan bin Amir alikuwa anayatumia kutoka na Toglo kuja jangwani kuomba mvua. Kabla hajafika mvua ikateremka, kabla hajafika mvua ikateremka kubwa, na toka hapo Tanzania ikawa inapata mvua katika vipindi vyake. Lakini sio hivyo tu, wako baadhi ya watu walipata msaada na nguvu ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa sababu walimuelekea Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam katika vita ya Badri. Tunajua Waislamu walikuwa 314, riwaya nyingine 313, makafiri walikuwa 1200 huko, lakini Waislamu walishinda ile vita. Mwenyezi Mungu anasema wama ramaita idh ramaita walakin Allah rama. Mtume alikuwa anachukua mchanga anamwaga kuwamwagia makafiri, ule mchanga ukawa ni silaha. Watu wakawa wanaona kama mchanga Mtume anamwaga, lakini Mwenyezi Mungu anasema wama ramaita idh ramaita walakin Allah rama. Haukutupa Mtume isipokuwa sisi ndio tumetupa. Maana yake mkimwelekea Allah, Mwenyezi Mungu anaweza kusambaratisha kikundi chochote kiovu. Kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan biidhnillah. Kuna makundi mangapi madogo yaliweza kuyashinda makundi makubwa kwa msaada wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hakuna la kufanya kama walivyofanya wazee wetu, ni kumwelekea Allah subhanahu wa ta'ala. Sasa hivi kuna kesi zipo nje ya nchi kwenye mahakama za kimataifa. Pakiharibika huko imeharibika Tanzania, pakiharibika huko imeharibika Tanzania. Sio mwanasiasa, sisi ndo tunaharibikiwa. Lazima tumwelekee Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu yeye tunaamini kwenye dua anaweza akapindua lolote likawa. Innama amruhu idha arada shay'an an yakula lahu kun fayakun. Lakini pia tusiache kumwombea dua rais wetu. Hatuwezi kumlaani kwa sababu ndio rais wetu. Akiharibikiwa yule, tumeharibikiwa sisi. Yule akiharibikiwa, tumeharibikiwa sisi. Tumuombeeni dua na yule. Mwenyezi Mungu ampe busara, hekima, namna ya kuliunganisha taifa. Na uzuri wake amesema maridhiano, mikono yangu ya maridhiano nimenyosha. Muda wote tukae, kuna sehemu hapako sawa tuweke sawa. Lakini Waislamu tusiharibu nchi yetu, tumeijenga kwa gharama kubwa, mfano wake hakuna. Na sisi Waislamu, sisi wazee wetu ndio waliopambana. Nyinyi mnajua Nyerere alijenga nyumba hapo Magomeni, walompa nyumba Waislamu. Nyerere alikuwa anakula bure katika nchi. Alikuwa anakwenda Kariakoo, anapita kwenye genge la Muislamu, anachukua hapa vyakula vinakwenda nyumbani. Nyerere alikuwa akishonewa nguo na wazee wa Kiislamu. Nyerere alikuwa analindwa na Waislamu. Nyinyi mmesahau. Iweje leo Waislamu tuwe mstari wa mbele kwenye kuibomoa nchi yetu? Tunaweza tukawa tunakosea, lakini hatuwezi kufikia kiwango cha kuibomoa nchi yetu. Inshallah tumuombe Allah subhanahu wa ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد أمير المؤمنين سيدنا أبو بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان ذي النورين وعلي بن أبي طالب
ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتوب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وعذاب الدين وعذاب يوم القيامة. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Mwisho